Jamani ndugu zangu, nimewaita hapa. Lengo la kuwaita tuyaweke sawa haya mambo. Kama mnavyojua, wiki iliyoisha tulikuwa Mbeya. Sasa bosi wetu kanipigia simu jana jioni, kanambia kwamba inatakiwa tuendeleze na ile kazi yetu. Hivyo basi akanipa mikoa ya kuichagua, tuchague mkoa gani wa kwenda. Kati ya Tanga, Korogwe, na kijiji cha Korogwe, au twende Dodoma, sawa, au twende Morogoro. Sasa mimi nikaona ili swala tuitane yote tuliweke sawa. Bwana, mimi kwa maoni yangu nikipenda fursa hii tungeipeleka Tanga, kwa sababu Tanga ninapojua vitu kwanza kuna mazingira mazuri. Wanangu, Tanga sio poa. Tanga kumedamshi. Ina maana kama tunaenda kupeleka hii fursa kule Tanga, wenyewe mtakuja kusema kwanza kuna bichi nzuri, kuna mazingira safi. Yaani kuna kila kitu. Muulizeni huyu si kwao. Oya, sikilizeni, nimesikia. Tanga mimi napajua. Na kule kumbukeni Tanga mimi ni nyumbani. Mazingira yote nayajua. Na Tanga kuna mazingira ambayo yametengenezwa mifumo ya visima kiasi kwamba yani kila mwananchi ana kisima nje. Sasa ukizingatia kama hii zebu ya dini ya Kiislamu, wameweka visima kila maeneo, walikuja wafadhili. Kwa Tanga kuna visima vingi sana. Labda tuangalie maeneo mengine. Kuna mikoa ambayo ina uhaba wa visima. Kuna mikoa ambayo wanafuata yani maji mbali kwa sababu ya nini? Visima kutoka viko mbali. Kwa hiyo tujaribu kuangalia taratibu zingine. Au mnasemaje wenzangu? Wanangu, mimi nimewasikiza vizuri kabisa, yani nimewamanya vizuri kabisa. Kuhusu maswala nasema tu twendeni Tanga wanangu. Tanga tunapotea wanangu. Kama na kumbukumbu, Tanga tushaikwenda. Kama nakumbuka, tulienda Tanga tulikuta kila nyumba ina kisima. Tulifanya kazi? Hatujafanya kazi, tulirudi. Tulikula hasara. Mimi nachoona twendeni Morogoro. Cha kwanza Morogoro tutafurahia. Tutatalii. Tutaenda madani Mikumi pale, mbuga za wanyama. Tutaenjoy. Tutaenda Mvomero. Kuna milima kule maji yanaporomoka. Tutaogelea. Hivyo tutaenda hata Matombo, kuna milima kule, wanalima magimbi. Tutakula hata magimbi. Alafu Morogoro ile pale kuna wanangu kula kwa jasho hawa. Mtaenda kuwajua. Kuna hawa washikaji wanajiita Walakenge, mtawajua. Hadi washikaji hawa chapa jogoo mtawajua. Mimi nachoona twendeni Morogoro kata ya Mbigili. Au mnasemaje? Basi sawa. Mimi niwaita hapa lengo tu tujadiliane. Ila kama tutapitisha mkoa wa Morogoro, sawa? Imesha. Jamani, tumekubali kwenda Morogoro. Haipingwi, mimi kwangu mimi haipingwi. Morogoro bwana, ila kwa sababu mioda ishatoka, twendeni. Ushe kwenda Morogoro.
Baba na kitumbo chako wewe utakula mpaka ukome. Wewe matombo unaijua matombo? Morogoro kwa kishamba bwana, sasa tunaenda tu basi kwa sababu kazi. Sasa uweze Hapo nimepita hilo. Morogoro kuna msanii fulani hivi, eti msanii bondia fulani anaitwa Cheka, ni kama atafanana naye. Kasome mfupi. Basi sawa, tuachane hapa. Ngoja basi nimpigie hapa simu. Sawa, mko boss. Ili tujue tunafanyaje hapo. Achino wana mani ndo nakotoka kule. Mimi nipagia zote kwa kina Kipala kwao. Hawaheshimiwa nao kikaaga ofisini, simu zinaita mpaka basi. Atakuwa iko mbali naye, ngoja tujaribu tena. Mcheki. Utaenjoy kule mwanangu. Enjoy wapi? Na tumbo lako hilo. Mwendo hivi, panda milima. Mheshimiwa. Naam Chitemo. Habari yako? Salama. Habari za mida tena na wewe? Safi, sijui nyie. Namshukuru Mungu. Niambie. Sasa mheshimiwa. Hapa nipo na vijana. Kuhusu ile swala tuliokuwa tumeongea jana, tumeitana hapa lengo kuliweka sawa, lakini mkoa tuliokuwa tumeuchagua twende Morogoro, kata Mbigili. Kata Mbigili. Kazi tukaifanyie huko. Sawa, hilo ni jambo zuri na huo ni mkoa mzuri. Ila kikubwa hapo kinachotakiwa yenyewe kuwa makini. Umakini utakuwepo na utendaji wetu ule wa kazi kama kule tulivyokuwa tumetoka Mbeya, kazi tunaofanya wewe mwenyewe unafurahia. Basi sawa. Sasa cha kufanya wewe baadaye njoo uje uchukue pesa hapa ofisini kwangu. Basi sawa, hapa nimeweka loudspeaker, wote tupo hapa na wanakusikia. Mimi nitapitia hapo hiyo hela, alafu nitawasambazia. Basi sawa, niwatakie kazi njema. Shukrani mheshimiwa. Safari ni kesho, si ndio? Ni kesho asubuhi Basi sawa, niwatakie safari njema. Haya. Jamani, nadhani hapa wote tumesikia. Hiyo ndio. Sasa kesho asubuhi tu safari. Ila hela nitapitishia leo jioni. Kila mtu afanye maandalizi yake. Sidhani kama kuna muda tena hapa kupoteza hapa. Nakwambia kabisa mimi kama kawaida yangu nanijua mimi bila kuona akaunti haisomi. Nikiona akaunti haisomi mimi siendi. Acha mambo mengi na wewe. Basi sasa nimesikia jamani. Mimi napita kwanza nikamwage shemeji yenu kwanza. Ndio mbona sasa unajua. Baba mimi bwana Kipala shemeji namkuta huko. Sasa tutawasiliana basi. Mwanamke namkuta huko Morogoro huko. Utaweza kula watu wadogo wako hapa hivi utaweza. Magimbi kwanza. Wewe Kipala. Sasa usisahau sasa. Mazingira yangu kitaka kuondoka. Uje na flash yangu mwanangu. Wewe ndio unapitia hapa. Wewe ukipitia ni kila kitu. Usahau bwana ile flash. Vipi maji hapa mwanangu? Maji mimi nikwambia tukitoka hapa tutaenda Bombani. Sasa hizi nimeenda saa ngapi Bombani? Mwanangu unakanda ni tabila maji mwanangu na. Maji. Kama mbele huko bwana mimi kwanza mtani baada tuchague mkoa wa kijanja tunachagua Morogoro. Kina Chino huko Morogoro. Wewe ni nani? Na umefikaje hapa kwenye mji wangu? Naitwa Jini Samara. Nimetokea bahari ya Saba. Na nimekuja hapa, kuna ndugu yetu amefungwa katika mji wa watu. Hivyo tunahitaji msaada wako. Unahitaji msaada wangu? Kwani wewe si jini na wewe mwenzako jini? Wewe unashindwa kumsaidia? Ndio naweza kumsaidia. Ila nimeomba msaada wako kwa sababu itakuwa rahisi wewe kumsaidia. Kwa sababu wewe ni nusu mtu, nusu jini. Nusu mtu, nusu jini? Ndio, wewe ni nusu mtu, nusu jini. Nitawezaje kumsaidia wakati sijui mahali alipofichwa hata kama nikifika kwenye huo mji wa watu? Sisi tutakuwa pamoja na wewe. Endapo tu utakapofika katika mji wa watu, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, nimekuelewa. Mji wa watu, mji. Sikatoka huyu.
Sio kabisa. Wewe Ndoza. Oya Wa vipi wewe mara kama hivyo muda unaenda wewe umekaa ndani vipi na mchumba au? Kitumbo. Bwana Upala. Niambie wewe mshede. Kama muda mwanangu tunakoenda kijijini kule hatujui wageni. Sasa tutachelewa tena. Dakika 2 basi. Umejisahau Changamka basi na wewe. Utakuja kulaliwa. Kaa kizembe tu. Mpaka bwana ushaanza mambo yako. Au bwana shemeji uko ndani? Kama hujatoka Masaki usiku wewe sijui. Wakati wapi uko kijijini huko mwanangu? Sasa ujiandae. Unajua? Ndio hivyo tunapokwenda Tegeta yule yule. Ngeta wapi ne? Waambie babu. Utaenda kula miogo. Labda Upala anipende mwake. Yule mwezi mtoto wa Masaki yule. Ile mtoto unajua nimeitoa wapi? Kunduchi. Udadeki. Wewe kaita demu mmoja wenzake wanaagiza chips yeye anaagiza miogo. Miogo wapi? Haya ni mambo makubwa. Wewe. Jijini kuna vituko. Wewe baba vipi? Unawanga? Mtu jamani. Hivi unaumia? Bwana usiniangalie. Wewe sio kana mpiga piga hivi usiniangalie. Ielewekagi hiyo. Wewe upata matatizo wewe. Sikizeni kwanza sikiza. Yaani kama unaona ile ng'ombe lile. Ng'ombe wapi? Ngamia. Wewe ngamia hiyo. Ila kweli. Hebu ngamia. Kwa hapo unaumia? Wewe chiteo. Kwani wewe baba unadonda? Mimi mwanangu mwacheni hebu. Hilo ngamia hiyo. Umesikia? Wanangu oa. Hebu mwacheni wanangu tuondokeni wanangu. Si kama tatizo tupo haya. Unaumia. Hebu sukuma. Mwage mtu mwenyewe jinsi alivyo. Si kama tatizo bwana. Mwachie tuondoke bwana. Wandoza. Twendeni wanangu. Ila huyu mtu au unaota? Achana naye bwana. Achana naye bwana. Asi akatuambukiza wewe. Ngojeni kwanza jamani. Mwanangu wewe mbishi mwanangu wewe. Atakuja matatizo wewe mwanangu wewe. Anga mtu mwenyewe jinsi alivyo huyo. Oa. Haya, shauri yako. Naenda kuangamiza kule mingine angalia. Wewe twende. Makubwa. Anatoa harufu kweli yani. Hamna hata mwenye simu kubwa huko. Wewe kijijini huku. Wewe ndo zae. Twende bwana. Bwana tuondoke bwana. Wewe tuondoke ndugu yangu wewe. Wewe anatoa harufu angalia anatoa harufu. Wewe twende mwana kuja kupata matatizo wewe. Makubwa. Jamaa mimi siamini mjue. Watu kama wale wapo dunia hii.
Mazingira huko mazuri sana. Hapo sema ndio hivyo, kijiji ukiwa mgeni unaona mazingira mazuri, ila baadaye ukiwa ushafika lengo lile ukishazoea. Mazingira unaona. Ya jamani, hata ukiacha masuala ya kuzoea, nyie angalia kijiji kizuri tu kinapendeza. Kula angalia miogo imefanya kulalia. Mjini kuna vitu kama hivi. Hapo kusita. Kuna maua tu. Hiki watoto wao hata walivyoneemeka wanalisha. Sasa hao ndio kuwauliza. Wanye madogo. Marahaba, mjambo? Hebu mmoja aje tuje nimuulize hapa. Dogo mwenyewe huyo. Mjanja. Mapo. Dogo wewe Samata Msuva? Msuva. Msuva Wadogo. Hapa kwa mwenyekiti wapi? Utaingia hivi, unakutana na njia panda mbili, afu utaingia hivi, afu utapakuta kwa mwenyekiti. Yaani hapa unanyosha hivi, afu kuna njia panda, afu unanyosha. Hawezi kutupeleka mdogo wetu? Tupeleke basi. Fanya hivyo, vaa viatu mdogo wangu. Tunakubali. Madogo, chezeni mpira. Naweza kata kina Samata baadaye huko. Nenda dogo akufanyie bwege bana. Anza kukutia aibu hawa. Dogo na mimi huko. Twende bwana, achana nao. Chibonge huyo. Poa madogo. Anakuja hapa hivi. Mjomba. Mjomba. Naam. Mjomba. Bila shaka umerudi kwenye kazi niliyokuagiza. Ndiyo mjomba. Lakini uso wako unaonekana una huzuni. Mjomba. Kwenye hiki kijiji tumevamiwa. Tumevamiwa? Ndiyo mjomba.
nimekutana na watu waliotoka mjini. Wamenizihaki sana na kunitukana na kunisukumiza, wakisema hii hali yangu niliyokuwa nayo ni kama ngamia au ng'ombe. Wamekuziaki? Ndiyo mjomba. Sasa mjomba, unataka tuwafanye nini hao? Mjomba, mimi ninachotaka, nataka asitoke hata mtu mmoja kwenye hiki kijiji. Mwenyekiti! 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 Naam. Wewe nani? Hiki. Hiki. Sawa. Nisubiri kidogo. Kwani upo na nani? Mageni wako. Shikamoo mwenyekiti. Marhaba. Shikamoo. Marhaba. Shikamoo. Marhaba, vipi hali? Salama. Marhaba. Karibuni. Asante. Sisi ni wageni wako. Tuna shida na wewe. Kwa hiyo tulikutana na kijana hapa atusindikize kwako. Aha. Sawa, kijana kawafikisha hapa ndo kwa mwenyekiti. Kwa hiyo karibuni tukakae pale kwenye benchi. Hii shukrani yetu. Haya jamani, karibuni tukae kwenye benchi hapa. Karibuni sana. Maana mngechelewa kidogo mngekuta mtu anaondoka. Sawa. Ondoa shaka mjomba, na kuahidi hawezi kutoka hata mmoja kwenye hiki kijiji mpaka waje waombe msamaha hapa kwa kosa walilolifanya. Hebu naomba huo mzigo ni uangalie. Sasa umesikia mjomba? Hemu kauweke ndani. Mimi wacha nikawaangalie kwanza hao watu. Haya, karibuni. Sawa jamani. Tunashukuru mwenyekiti. Kwanza tunashukuru sana kwa kutukaribisha katika kijiji chako hiki. Sisi tumetokea jijini Dar es Salaam kwenye kampuni ya Prince Media. Aha. Lengo letu la kuja hapa, kampuni yetu ya Prince Media inajihusisha na masuala ya Bongo Movie pia na kuchimba visima. Hivyo basi katika mizunguko yetu tulitambua kijiji hiki hapa kina uhaba wa maji sana. Wananchi wanateseka sana kwenye masuala ya maji. Kwa kuwa kampuni yetu ya Prince Media inajihusisha na masuala ya kuchimba visima, tukaona ngoja tuje hapa tuwasaidie wananchi wa hapa. Ni kweli kabisa. Kijiji chetu hiki kina uhitaji wa maji na kina uhaba wa visima, na imepelekea wake zetu na vijana wetu kufata maji huko kijiji cha pili mpaka cha tatu. Na kikubwa tunashukuru kwa ujio wenu, na ni pamoja pia na kuendeleza kampeni za serikali yetu. Maana wakati wa kampeni serikali iliahidi kuwa itajenga visima na ili watu wake waondokane na adha, tabu na kero ya maji. Kwa hiyo mimi kama serikali ya kijiji hiki ninawapokea kwa mikono miwili, na pia nawaahidi nitawaongoza na kuwapeleka kwenye uongozi wa juu. Kwa hiyo karibuni sana. Tunashukuru mwenyekiti. Asante sana. Leo tukaondoe shaka kuwa kijiji chako hiki hapa kitakuwa na maji mengi sana. Kwa kuwa kampuni ya Prince Media ipo
na ina vijana sana wafanya kazi, wanafanya kazi kwa ubora wa hali ya juu. Kijiji chako hiki hapa kitakuwa kuna maji mengi sana, na wananchi wako wataishi kwa furaha. Masaa 24 maji yatapatikana. Labda ni kingine, maana tusina mambo mengi sana mwenyekiti. Sisi tumekuja hapa pa kufikia bado hatuna, ili tuanze kufanya kazi yetu. Lakini mwenyekiti, ungetuandalia sehemu ya kufikia kwanza, ili tuanze kuandaa vifaa vyetu, tuanze kazi mara moja. Tunashukuru sana kwa sababu ni kweli kabisa hatuna maji kama nilivyosema hapo awali, na kwa ujio wenu wananchi wetu wataneemeka na watafurahia. Hata zile tabu na watoto wetu, wake zetu wanashindwa kuwa softi, maana muda mwingi wanautumia huko kwenye maji. Kwa sababu kama huna baskeli, huna pikipiki, unaweza kabisa usipate maji, kwa sababu tunakoyatoa ni kijiji cha pili mpaka cha tatu. Lakini kama tutapata visima humu, kwanza tunaamini hata wale wapinzani wetu kwenye kampeni watakosa sera, kwa sababu nyimbo zao zilikuwa ni hizo. Na kama na sisi tukilisimamia hili kama serikali ya kijiji na serikali ya mahali, basi tunaamini hii tabu itakuwa imeisha. Maana imefika tu tumepata shoti nyingi mpaka watoto wetu kupata mimba ovyo, maana wakienda huko kwenye maji kwa sababu ni mbali. Ndio mwingine unakuta hawezi hata kuokota madumu mawili, anakutana na kimsela huko na kusema nikikusaidia wewe unipe kamnyweso. Kwa hiyo tunajikuta watu wanakula maembe machanga, wanakuja wanakula udongo, kiulizo wanasema tunapenda tu kula kwa sababu ni vitamu, kumbe ndani yake, ndani ya tumbo kuna kitu kinafukuta. Sawa, tunashukuru mwenyekiti sana kwa kutuunga mkono vijana wako, na naona kama tuandae tu mazingira sisi tuanze kazi. Sawa, ngoja kwanza mimi nifunge mlango, kisha nikawatambulishe kwa uongozi wa juu. Hatimaye baada ya hapo tutajua nini kifanyike. Zengo. Halo. Bwana Makaroti. Naam. Karibu bwana. Asante sana, mambo vipi? Aisee safi. Uko poa? Mambo unasemaje? Safi, habari za siku? Nakupoteana bwana. Ni njema lakini huonekani wewe. Mimi nipo kila siku mashambani ndugu yangu. Na sijajua umepotelea wapi, mtani sasa hivi umekuwa adimu sana. Shamba bwana wewe, kila siku shamba zako hapa tunapigika tu. Karibu ngoja chukua. Bwana asante sana. Ngoja chukua vitu ndugu yangu. Haya. Bwana Makaroti.
Bwana nipo bwana. Muda mrefu kidogo. Majukumu ya watu, si unajua tumetingwa na mambo ya serikali haya. Mjomba. Marahaba, ujambo? Sijambo. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nacheza mpira. Unacheza mpira? Nilikwambiaje wewe? Nisitoke. Kwa nini umetoka? Nisamee mjomba. Sawa. Nenda ndani. Kajiandae tumalizie ile kazi yetu. Karibu ndugu yangu. Bwana asante sana. Ndio bwana. Siku zimekuwa nyingi kidogo. Bwana ndio hivyo ndugu yangu. Pilika zimezidi. Sawa sawa. Sasa bwana. Tusije tukapiga story hatimaye nikasahau kukuambia kilichonileta hapa. Ndio. Yaani leo katika siku zote ambazo nilikuwa na furaha, leo nina furaha sana. Usiniambie bwana. Nina furaha isiyo na mfano. Yaani unajua furaha? Ndio ndugu yangu. Bwana, furaha yenyewe ni hii hapa. Si unajua kwenye kampeni zetu tuliahidi mambo mengi. Sasa tayari kwenye mji wangu kuna ugeni, au kwenye kitongoji changu kuna ugeni mzito. Ugeni mzito. Yaani ugeni mzito mno. Unafukazia ugeni mzito. Yaani nakwambia hapa sasa. Yaani natembea hata kifua sasa nimejaa, kwa sababu naona kile nilichokiahidi wakati wa kampeni zetu naona kama kinaenda kukamilika kwa asilimia zote. Ndio bwana. Kwa hiyo Mungu mwema ndugu yangu. Ninao kitongojini kwangu wako pale na nimeshawapokea tayari. Kwa hiyo nikasema sio vema, kuna rafiki yangu kule na si rafiki tu, na ni mwenyekiti mwenzangu. Ndio, hapo tunaishi kama ndugu. Nikasema ngoja na yeye nimfikishie hizi habari. Kama naye atakuwa tayari kuwapokea, wakishamaliza pale huu mradi basi niwalete kwako. Ni kweli kabisa ndugu yangu. Mimi bwana kwanza nakushukuru sana ndugu yangu. Sawa. Kwa sababu miongoni mwa ahadi ambazo tuliziweka kwa wananchi, mojawapo ya maji. Ni kweli. Na mpaka leo nilikuwa naumiza kichwa, nitapata wapi watu wa kufadhili maji waje watuchimbie visima hapa? Lakini kwa bahati tumekuja na hilo ndugu yangu. Mimi nasema karibu sana na nikushukuru kwanza kwa kukumbuka kwamba kuna mozako. Tulipata tabu kwenye kampeni mimi na wewe kama unakumbuka. Ni kweli kabisa. Na ahadi zetu zilikuwa kama hizo. Ni kweli. Kwa karibu sana ndugu yangu. Bwana nashukuru sana. Na nina changamoto moja. Ndio. Changamoto bado naumiza kichwa. Ni wapi watafikia? Ni nyumba ipi wataweka makazi yao wakati wote wako hapa wanaendelea na shughuli zao? Sasa umesikia mwenyekiti? Juu ya jambo la kufikia wageni niachie mimi. Sawa. Mimi nina nyumba 3. Sawa. Nyumba moja nitateua kwa ajili ya wageni na vifaa vyao, najua watakuwa na vifaa vingi vya kuchimbia. Kwa hilo ondoa shaka kabisa. Sawa sawa. Mimi nitawakaribisha kwangu kwenye nyumba yangu moja, nitawapa na mpaka chakula kitakuwa juu yangu mimi. Aiseni, nashukuru sana. Sawa bwana. Kama unavyojua nende kwanza hapo kwa Mama Fatuma hapo. Nini bwana wewe? Bwana wewe naenda kutafuta kamnyeso kiu bwana kiu. Wewe mlezi kila nikwambie. Utakufa vibaya wewe. Ndugu yangu wewe. Acha tutumie saa hizi, bado tupo kwenye madaraka haya. Ukishatoka hapa kila moja unabaki tuna historia. Mstaafu. Mstaafu hata mkeo nyumbani mheshimiwa. Ndugu yangu wewe, ni kweli nimemwacha. Lakini kama unavyojua kuna vitu vingine havizuiliki. Haya bwana, lakini mimi nakupa na saa ndugu yangu. Sawa. Kwa umri uliokuwa nao ungetulia na mkeo nyumbani. Mabinti wadogo hawa watakuua mapema wewe mzee. Bwana wewe, sina tabia ya kufa, lakini ukumbuke ya kwamba wanakwambia kumbua mali kufa kwaja. Basi sawa ndugu yangu. Bwana nashukuru sana. Sasa mimi nikombe kitu kimoja. Ukitoka hapo kwenye kamnyosho kako hapo. Basi nipitie mimi mguu wako na wangu mpaka kwa vijana, kwa sababu isiye kuwa nasikia tu kwenye masikio sijawaona. Wala usijali. Mimi niwaone, ikiwezekana niwachukue niwapeleke kusite sehemu ambayo nitakabidhi nyumba ya kukaa. Hata wakisema wataka wakae miezi 2, 3 mpaka mradi ukamilike, hapo watakaa na nitawaandalia mahindi gunia moja, maana yake kama chakula kitakuwepo na kila kitu. Aisee, nashukuru sana. Sawa ndugu yangu. Lakini umenisema wewe ulikuwa na mama fulani pale, vipi wewe? Tuache bwana. Mimi nimeacha bwana. Basi sasa nikusindikize bwana. Wewe baki, acha mimi niwahi tu pale kwa Mama Fatuma hapo ili niwahi kurudi. Hamna shida ndugu. Haya, nashukuru sana. Karibu sana bwana. Asante sana. Haya. Bwana huyu
Ujaze mambo yako ya pombe pombe hayo bwana. Mjomba. Naam. Uchawi sio lele mama. Uchawi unahitaji nguvu, unahitaji ushupavu. Unanielewa mjomba? Sawa. Hivyo basi, hakikisha unazingatia maagizo ninayokupa. Kwa sababu lazima uhakikishe unapigania kuwa mlinzi wa ndugu yako. Sawa? Sawa. Maana ndugu yako ni mlemavu. Na bila yeye uchawi wetu hauna kazi yoyote. Umenielewa mjomba? Nikwambie kitu mjomba? Nitaulinda huu uchawi hadi mwisho wa maisha yangu. Hakuna mtu atakayenigusa kwenye huu uchawi, wala atakayemgusa ndugu yangu. Sawa mjomba. Hapo ndipo ninakokuaminia. Na nitahakikisha naendelea kukupa uwezo mkubwa. Sawa? Na hakuna yoyote atakaye kusumbua. Sasa mjomba, leo nataka nikupeleke kwenye mji mkuu tunakohifadhi wale ng'ombe wetu wanaotufanyia kazi. Sawa? Sawa. Kwa hiyo jiandae, nyosha msinga juu tuweze kwenda nikakuonyeshe. Na huko ndiko nitakokusimika leo kuwa mchawi rasmi. Nyosha usinga juu. Mheshimiwa Mwenyekiti. Naam. Karibuni sana bwana. Bwana asante sana. Ile nyumba bwana nilikwambia watafikia wageni wetu. Ndio hii hapa bwana. Sawa sawa. Sawa eh? Sawa. Ile nyumba kuna mpangaji alikuwa anaishi hapa lakini jana kaondoka. Sawa sawa. Ila kuna baadhi ya vitu vyake bado hajavitoa vipo. Kwa hawa watakaoishi wanafikia watu wazima watakuwa na uangalifu. Pia hata kuku unaona alikuwa anafuga kuku hapa lakini bado hajatoa vitu vyake vote, ndio maana mazingira yapo hivi. Sawa sawa. Kwa karibuni sana na vijana wako, karibuni sana bwana. Bwana asante sana. Lakini pia nashukuru. Ndio. Kwa mchango wako huu na kwa kutupa hifadhi hii. Maana nilikuwa naumiza kichwa sana. Ndio. Ni wapi nitapata nyumba nzuri ya kuweka, maana hawa sio watu wepesi. Ni kweli kabisa. Na pia wamekuja kutusaidia jambo zito ambalo lilikuwa ni kilio cha wananchi wetu. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo hii nyumba ina hadhi na wanaweza wakaishi hapa kabisa. Kwa hiyo wataalamu wetu karibuni sana. Na hapa nyumba hii tunayoiona ndo tumeipata sasa au tumewaleta, mtaishi hapa kipindi chote mtakachokuwa mnafanya kazi zenu. Kwa hiyo ombi langu kwenu, muwe watulivu. Msianze kushikashika vitu vya watu. Msianze kuchokoza majirani wanaowazunguka. Yaani ninawaasa muwe wastaarabu na kufocus kwenye kazi zilizowaleta. Itapendeza kweli na itatusikitisha kama mtaondoka na sifa mbaya hapa. Na mtakuwa mmetuweka kwenye wakati mgumu sisi tuliowapokea. Badala yake tutaambiwa tumekaribisha wahuni, wavuta pange, ni kweli, sijui walevi. Ni kweli. Kwa hiyo nisingependa sana kuzisikia hizo sifa. Kwa hiyo karibuni na hii ndio nyumba tutakayoishi. Tukitoka kwenye kazi zetu tunakuja kupumzika hapa, tukitoka kupumzika tunarudi kwenye kazi zetu. Kwa hiyo karibuni sana. Na ni ombi langu kuwa mtatekeleza haya. Na kwa kuwa wanaonekana wenyewe wastaarabu na hawakuja kwa ajili ya uhuni, naamini kila kitu kitakuwa sawa tu. Aisee, karibuni sana bwana. Basi sawa, hilo sisi kwanza tunawashukuru viongozi wetu kwa kutupokea, na sisi tuna imani kwamba tutafanya kazi vile jinsi ilivyokuwa. Tutapambania yale masuala yetu yaliyotufanya tuje huko. Kwa hiyo kuhusu masuala mengine tuwaondoe shaka. Hakutotokea kitu tena chochote zaidi ya kile kitu kilichotuleta hapa. Kwa hiyo nina imani na vijana wangu tuko vizuri. Tunashukuru sana. Sawa. Asante sana. Sasa karibuni. Asante. Karibuni sana. Na hii ndio
nyumba yetu sasa hapa tutakapoishi hapa, na nina imani atatufungulia mwenyeji wetu. Karibuni na kisha hapa. tutaonyesha chumba chenu. Hii nyumba kama nilivyosema, kulikuwa na mtu alikuwa anaishi kwa, kuna vitu bado hajavitoa, lakini karibuni. Nafikiri nyinyi watu wazima mtakuwa wastaarabu, mtaishi vizuri tu hapa. Karibuni sana. Karibuni sana. Sasa sisi mimi na mwenyekiti tutatoka kidogo, tunaongeze kidogo, maana unajua nyinyi wageni lazima tuna mipango ya hapa na pale. Kwa hiyo tutatoka kidogo, ila nyinyi karibuni, jiacheni kama nyumbani hapa. Basi sawa. Na mimi nitarudi baada ya mazungumzo yangu na mwenyekiti, nitakuja baadaye kidogo. Basi sawa. Sawa. Jomba. Ng'ombe niliokuambia nitakuonyesha leo ndio hawa hapa. Kwa hiyo mjomba. Naam mjomba. Kazi ya kuwalea hawa ng'ombe iko mikononi mwako. Hakikisha unawalea mpaka wanakuwa wakubwa. Maana thamani ya ng'ombe mmoja, thamani ya kichawi ni milioni 500 mjomba. Kwa hiyo ulinzi na malezi ya hawa ng'ombe yako juu yako, na kuhakikisha unawatumikisha kazi za kulima mashamba yetu kama nilivyokuwa nawatumikisha mimi. Nadhani unatambua kulikuwa na wale wakubwa, sawa? Tumeshawafanyia biashara, tumewaleta tena hawa wadogo. Endelea kuwalea, wakikua tunaendelea kuleta wengine. Sawa mjomba? Sawa mjomba. Na leo usiku huyu ng'ombe mdogo mdogo tutamgeuza msosi. Sawa mjomba? Sawa mjomba. Kama ilivyo majukumu yetu ya kula nyama za binadamu, itakuwa zamu leo ya huyu ng'ombe mdogo mdogo, kwa sababu nyama ya ng'ombe mdogo mdogo ni tamu kuliko nyama ya ng'ombe mkubwa. Je, mjomba, unahitaji nyama ipi katika mwili wa huyu ng'ombe? Napenda sana nyama vidole. Ukinipatia hiyo nitafurahi sana mjomba. Safi sana mjomba. Basi usiku wa leo nyama ya vidole itakuwa halali yako, na kutokana na ushupavu wa kazi unayoifanya na kuongeza kama nyongeza na nyama ya miguu. Unanielewa mjomba? Sawa mjomba. Nyie ng'ombe, haya poteni mlikotoka. Na we ng'ombe mdogodogo, jiandae kwa ajili ya kuliwa nyama leo usiku. Potea. Mjomba, naam, nadhani nimekuonyesha makao makuu yetu. Umeyaona, na wewe ndio mlinzi mkuu wa hapa. Sawa? Sawa mjomba. Nyanyua msinga juu, tuondoke mjomba. Jamani ndugu zanguni, nadhani tunafahamu nini kilichotuleta. Sasa niko naomba swala moja hivi. Fanye survey ili tukajua maduka yanapatikana wapi na vifaa labda ni kwa mfano maji nini yanapatikana wapi. Sawa? Ili tukafanya na survey vile vile tukajua kesho tunaanzia wapi. Hilo ni jambo zuri. Inabidi tutoke hapa tukaangalie maduka yako wapi
maji yanapatikana wapi, ili kwetu hiyo rahisi kujua visima viko wapi vya maji kwa ajili ya kutumia matumizi ya nyumbani hapa. Ili kesho asubuhi tunapoamka tuamke na kazi tu. Au mnaonaje ndugu zangu? Ya, ni kweli ni vizuri tukamaliza kila kitu leo ili kesho tunapoamka tuwe tunajua tunafanya kitu gani. Basi hamna shida, naweza tukaenda. Jambo jema. Basi poa, nyie mtaenda, mimi napumzika tangu hapa nafanya mazingira, si unajua. Wewe uende? Mimi napumzika. Wewe ndugu yangu akonea huruma wewe. Hebu nenda uende. Haina shida. Usafi hapo wa nyumba. Poa, twende basi twende. Nakuletea maandazi bwana. Ujue hili hapa nalionea huruma sana hili. Minamini Baba Mungu ameiumba dunia kwa mapana yake, tujitawale walimwengu. Riziki atatoa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita. Ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Ona unomwamini leo anakuuliza kesho, mnalopanga leo ule unakimbiza upepo. Minadeleki kusema jamani, dunia ni kichefuchefu, meshindwa kuvumilia haya ya dunia yamezidi maumivu. Najiuliza ni nani na nakulaumiwa, nani tamlaumu, nani tamlaumu. Wote vigeugeu, sio ndugu atajila, wote siamini, hata sijui ni nani mbaya wa mimi. Yananichanganya, yanaumiza roho, yananichanganya walimwengu. Mjomba, wale vijana mbona wanaendelea kutamba kijijini? Hujafanya chochote? Mjomba, mambo mazuri hayahitaji haraka mjomba. Nadhani nilikwambia nitaenda kuwatazama, na nimekwenda nimewaangalia wote na nimewajua. Hivyo jukumu nalolisema hatuwezi kulitekeleza kwa sababu mbele yetu tuna zoezi la kutambika la kusimika mizimu. Baada ya kusimika mizimu mjomba, ndipo tutaanza shughuli ya kuhakikisha au vijana tunawashughulikia mmoja hadi mwingine kwa kosa walilolifanya. Nanielewa mjomba? Halafu mjomba, wale vijana kwetu ni wepesi mno. Hilo ondoa shaka. Hatoki mtu kwenye mji wetu. Yaani hawatoki wote, na hakikisha wote. Hatoki hata mmoja. Mjomba, ninachotaka
nataka hawa vijana wapewe adhabu kubwa sana. Nataka kila kijana, na nataka wajutie kwa nini waliingia katika hiki kijiji cha Mbigili. Hilo mjomba, ondoa shaka. Yaani adhabu wataokutana nayo mpaka watajuta kwa nini wameingia kwenye mji wa watu, na wanaingia pasipo kuja kupiga hodi kwetu, kuwapa mamlaka ya kuishi kwenye mji wetu. Yaani hilo lazima wajutie mpaka waje kuomba msamaha hapa tulipo. Nimekuelewa mjomba. Hivyo basi mjomba, nataka nikuagize msituni ukalete ile dawa inayoitwa kilanga ukome kwa ajili yao. Baada ya kumaliza kusimika mizimu, zoezi linalofuata ni la kwao, mpaka waje waombe msamaha kwetu kwa nini walikuziaga. Unanielewa mjomba? Ndiyo mjomba. Basi naomba uende polini ukalete hiyo dawa. Sasa hizi. Salama. Habari yako? Nzuri, habari za kazi? Nzuri, shikamoo. Marhaba, naona unaendelea kumwagilia. Namwagia tu babangu, mazao yenyewe hayaeleweki. Hamna mazao, si haya. Yapo. Yamependeza kabisa. We baba wewe, acha hayo maneno. Hivyo unaweza ukafananisha shamba langu mimi na shamba lako? Angalia mazao yangu mimi ndo kwanza vibamia venye hata havieleweki. Angalia wewe shambani kwako kulivyostawi. Unajua kwenye kilimo kuna changamoto. Na ardhi ya kwetu huku pasipo mbolea huwezi kupata mazao. Kwa labda inawezekana ulichokosea wewe kwamba baada ya kupanda hizi bamia hukuweka mbolea. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini sasa sidhani kama ni kweli. Yaani pale kwako na tuseme na wewe ndo natumia mbolea. Ndicho ninachofanya kila mwaka, naweka mbolea. Aya, sawa. Aisa, kama utaona hili shamba linakusumbua, basi msimu ujao utakuja nikupe shamba pale kwangu ulime. Mzee wangu, unaloliongea sawa, lakini acha tu mimi nipambane na shamba langu hili. Naomba Mwenyezi Mungu ipo siku nitafanikiwa na mimi. Maana muomba Mungu hakosi fungu lake. Nitapambana na hili shamba. Nitakuwa nalima kila msimu. Upo mwaka tu na mimi nitavuna kama nyinyi wengine mnavyovuna. Basi haina shida, mimi nilikuwa napita tu kwa sababu bila kuja shambani huku mara kwa mara kwenye kijiji chetu kuna usumbufu wa ng'ombe. Kwa hiyo ukizubaa tu umelizika nyumbani, unakuja unakuta yameliwa yote. Kwa hiyo ndio maana unakuta nimetoka shambani kwangu kule na kuja, ndio maana kukuona nikasema ngoja nipite nifanyeje?
nimsalimie. Basi baadaye wacha mimi niende nyumbani bwana. Haya, mimi nashukuru. Haya, hamna shida. Mdogo wangu. Ndio dada. Yaani hapa kwa kweli kuna kitu mimi kinanichanganya sana. Kuhusu swala la mashamba. Unajua mimi sielewi kila ninapofika pale shambani. Haiwezekani kila mwaka mimi ninavyolima sisi ni wa kukosa. Kila tunavyolima sisi ni wa kukosa. Kwa nini iwe hivi? Hamna dada, ngoja nikwambie kitu. Inaweza ikawa labda sisi kwenye shamba letu halina rutuba moja. Inatakiwa tukipanda mazao tutie mbolea. Yaani wewe naye huna unachokijua kwa kweli. Hivi wewe kabisa kwa ufahamu wako shamba hili na hili. Yaani sisi tuwe hatuna mbolea, kwa Mzee Gambe pale kuna mbolea. Mzee Gambe kila mwaka anarudisha maloba nyumbani. Kila mwaka yeye hajawahi kukosa yule mzee. Sasa hivi unasema eti mbolea, hilo jambo mimi siliafiki kabisa. Tena nasema hivi, mwaka huu muda huu msimu wa kilimo huu, yaani kama nitalima alafu nikakosa na nikijua yule mzee ndo kuna kitu ananifanyia, yule mzee atajuta kwa nini mimi niliingia kwenye huu mji. Yaani mimi ndo ninavyokuambia. Hiyo haina shida dada, hilo lako kwenye mashamba mimi hainihusu. Hiyo hainihusu, wewe utajua mwenyewe. Basi sawa, kwa sababu hata hivyo hata nikikuongelea maana wewe huna unalolijua. Kilichokuepo hapa matu unaona kama unanichanganya. Mimi naongea msingi, wewe unacheka. Unaona haya mazuri Sasa nisikilize. Wewe ingia hapo ndani, kachukue hela, kuna hela hapo mezani. Kuna shilingi 5,000 hapo. Na wewe unisikilize. Sasa sio toke nayo hapa afu uende ukazurure. Hivi unanielewa Kanunue maharage nusu na unga. Tuje tupike hapa leo, nataka nile mapema mimi. Yaani tuje tule mapema, hapana leo habari za kuzurura hakuna. Fanya haraka. Sasa kazurure. Basi yana shida dada, ngoja niende mimi. Haya. Jana mimi nijipunzikia hapa ila huyu. Haya dada, ngoja nini niende. Wahi. Haya sasa hivi. Sasa kazurure. Bwana Jiwe. Bwana Stemo. Nahisi mazingira ya kazi wote tushayaona. Na pia cha kushukuru kwa nilivyoona mimi, tumepokelewa vizuri sana. Wananchi wamekuwa na mwamko mkubwa sana. Naweza nikasema hivi, kuna baadhi ya gharama tutaweza kupunguziwa kulingana na bajeti tuliopewa na wakuu wetu, kwamba kila kisima kichimbwe kwa thamani ya milioni 2.5. Ila kwa mwamko ambao nauona kwa wanakijiji, hatutaweza kuchimba kwa bei hiyo. Yawezekanika tukachimba hata chini ya milioni 1 pengine. Ila sasa kwa hili, kwa mimi ninavyoangalia, itakuwa ni vizuri kwetu. Kwa sababu nadhani mnafahamu kwa posho tuliopewa, kuna wengine washamaliza. Kweli si kweli Jiwe? Kiukweli kwa ile posho ambayo tuliipata hadi sasa nibaki na kiasi kidogo sana, ni mboni kidogo. Na kingine choshukuru, wananchi wa hapa ni wakarimu sana. Mimi nafurahi sana. Na kitu kingine, wanakijiji hawa hapa walikosa supporter. Kwa vile wametuna sisi tumekuja, ndio maana unaona wameamka. Kwa hata baadhi ya kazi tunapotoka tunafanya kazi yetu hapa, watatusaidia. Au unaonaje ndugu yangu? Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni kuongeza bidii. Tufanye kazi kwa wakati. Au unaonaje ndugu yangu? Basi kwa hilo itaturahisishia sisi wenyewe kwenye ile
kipato cha kinani thamani ya mabosi walioweka 2,250,000 tunaweza tukafanya hata 1,000,000 tukapata na balance ya kutusaidia sisi wenyewe pia. Maana naamini tukienda nyumbani inabidi tuende na balance kidogo. Kwa hiyo itakuwa vizuri kwa sababu wananchi wamejitolea, kuna wengine wanahitaji wanatoa mchanga. Kuna wengine pia wamesema wanatoa matofali na kuna wengine wamediriki hata kutoa fedha. Ila bado hatuwezi kuwazuilia kwa sababu wana shauku ya kupata huduma ya maji. Au unasema bwana Chitema hapo? Ni kweli. Wametupokea vizuri na wametupa supporta nzuri, lakini cha msingi na kuzingatia, inatakiwa na sisi tusiwangushe. Tufanye kazi kwa spidi. Vile vile tujue orodha kwamba kunakuwa na visima vingapi na tutafanya kazi kwa muda gani. Ili cha msingi twende na sisi na muda ili tuwahi kurudi nyumbani. Hilo mimi kwangu halina shida. Pambaneni tufikie lengo. Hapa ndani hamna chakula wala mboga. Unatakiwa utafute duka, uletee unga pamoja na mboga. Na pia inahitajika pesa ya kutosha ya kununulia vitunguu na mafuta. Unaweza ukaenda. Zile shangu. Sawa vitu zako. Vipimie unga nusu na marage nusu. Ya njano. Baba Mungu ameumba dunia kwa mapana yake, tujitawale walimwengu. Nisharudi. Na leo umejitahidi kuwahi. Wewe si umesema una njaa? Haya, nipege mimi. Niletee ungo hapo ndani. Wake tusigombane walimwengu. Fanya haraka basi na wewe. Nakuja dada. Tumegeuza dunia. Haya, huwa. Kila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Sima kokoto haya.
Haya, simame kabisa haya. Sasa mwaka huu baada ya kula tunatengeneza zege huko tumboni. We Mtumanya. Naam dada. Hebu njoo. Dada mimi wewe mbona unasumbua sumbua? Nimesema njoo, usiniulizie ndani mimi wewe. Nimeshakuletea tayari. Hebu toka huko. Haya. Shida nini dada? Wewe unazidi kuzurura, ndio maana akili yote muda wote inazurura. Angalia ulichoniletea sasa. Nileta nini? Sasa haya ndo maharage nilokutuma, ndo maharage nilokutuma haya. Na huu ndo unga, usa nimekuagiza unga ndo umeenda kuniletea ama mchanga haya mimi. Dada mimi sio chizi, mimi na akili timamu. Umeona? Mimi nimeenda dukani pale nimepimiwa unga na maharage na ndio nimekuletea. Au inaweza kaa labda nimeingia ndani umebadilisha afu unakuja kuniambia kama mimi nimekuletea mawe na mchanga. Kwa sababu una zurura basi na mimi na akili zangu zitakuwa zinazurura. Saa ngapi mimi nakuchukia kitu gani? Umeleta sasa hivi hapa mikokoto yako hii na mchanga au ndo umeleta? Unaniambia tena mimi nimebadilisha. Saa ngapi? Alafu usinipande kichwani. Naomba unga na maharage nilokuagiza. Tena haraka. Sasa mimi nashangaa mimi nimepimiwa unga na maharage na ndio nimekuletea. Sasa wewe naona hata akili zako mdote zinaanza kuzurura. Nimesema hivi, haya makachakacha yako haya hapa sina shida, ngete nchi yangu. Chenji ipo dada. Anipe. Haya. Sasa mbona mimi dada sielewi? Wewe tena na makaratasi. Sasa mbona mimi nimeweka hela au tena nakuta makaratasi? Sasa unaniuliza mimi mfukoni kwako. Nipe bwana chenchi yangu mimi usinicheleweshe hapa. Ya mimi nimepewa hela kabisa, nimeweka mfukoni nakuta makaratasi kama haya. Mtumanya. Hela hamna dada, mimi niliweka hela kabisa nakuta makaratasi, sijaweka mfukoni kwangu makaratasi. Hebu leta hayo makaratasi hapa. Huu ni uzembe unaofanya. Sasa alocheza mchezo mimi namjua. Na ndio maana unajifanyaga mwana sayansi, mbolea sui nini? Mbona umeshindwa kuweka mbolea kwenye haya makaratasi? Sasa nisikiliza kwa makini. Naondoka hapa. Huyu alocheza mchezo namtambua vizuri tu. Namfuata na wewe unisubiri hapa mpaka narudi. Sasa ole wako nisikukute hapa. Nakusubiri. Yaani nisikukute, nakwambia. Haiwezekani sisi tule mawe, yeye akale maharage yale ugali, yeye kama kafuga misukule yake ndio inabebea enzi anashindwa kuilisha. Sasa leo atanitambua kwamba mimi nani. Sasa dada unaenda wapi? Ninakwambia nisubiri na wewe. Nyinyi wewe na huyo kaka yako si mjomba wako, kwa hiyo nyinyi ndio mnaojua sana kula, si ndio? Na kuuliza wewe, nyinyi ndio mnayejua kula? Leo hii mimi nikashinde juani natafuta kwa ajili ya familia yangu, alafu nyinyi kila slice tu mnatuma misukule yenu ende kabadilishe vitu vyangu mimi. Sasa naomba nisikilize. Alafu wewe angalia jinsi ulivyo. Una kibiongo hicho. Baada ya kukaa na kumwomba Mwenyezi Mungu akupunguzie hata hiyo adhabu aliyokupa, bado unapambana na roho mbaya. Umelizika kabisa, mnachukua misukule yenu aende akachukua vitu vyangu, sasa hapo unachagua maharage kwa laza yako yani. Wewe mtu wa design gani? Hujionei huruma wewe? Unataka mpaka Mungu hiyo sura igeuzie kwa mgongoni. Sasa naomba nisikilize kwa makini. Tena na uje umwambie si na wewe mjomba wako, si kaka yako, nimefuata kile kilicho cha kwangu mimi. Haya makokoto yenu haya mtakula nyinyi, na beba kilichokuwa changu. Si mpoje nyinyi. Wani watoto watu mwachukue mwale nyama, bado nguvu za watu mchukue mlege nyinyi. Sasa nasema hivi, hapo utajua cha kuja kumwambia ndugu yako. Haya maharage ni jasho yangu na anabeba kwa taarifa yako. Mna kazi ya kuchukua watoto za watu, mnawafuga ndani kwa kutegemea jasho za watu. Msilime, mnasubiri nini?
Wenzenu tunapambana, kumbe mna uwezo wa kufuga misukule. Kwa nini msiwe na uwezo wa kufuga wanyama? Kalimeni, kwa nini unashindwa kulima wewe umepa ulemavu wa mikono? Niangalie hivyo hivyo. Nabeba. Na hii trailer, picha bado. We hunyie. Ngenge kwenye vitu vya watu. Wenzenu wanatafuta, hii hali sio ya mtu mmoja. Na inawezekana hicho kibiongo hata sio kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Ni huyu mjomba wako anotembea na mapembe. Mchana kweupe. Labda niwabakishie nayo au kota mkapike. We hunyie. Msalimie mjomba wako, mpe salamu zangu, mwambie hii namba nyingine. Mimi ndio Zena, mtoto wa kabila mbili. Minamini Baba Mungu ameyumba dunia kwa mapana yake, tucheta wale walimwengu. Riziki atatoa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita. Ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Oh,